Leo tumsikize shujaa Esther Swai, yaani pacha wa sifa wa Yesu, anavyoelezea udhaifu wake na binti kijana, jinsi tunavyoweza kusema udhaifu wetu na tusiogope. Shujaa anaelezea kwa undani na kwa ufafanuzi zaidi. Msikize na naamini utatoka na kitu kitakachokusaidia na kitakacho kufanya uweze kusonga mbele katika maisha ya wokovu. Karibu. Uliharibu kama mimi, binti kijana, tumia makosa yako kuwa msingi wa wewe kufanya vizuri, kuwa msingi wa mimi kufanya vizuri. Samsoni, baada ya kuja kugundua kuwa nimekosea, nimekuja kutoa siri ambayo Mungu aliniambia asije kufahamu yoyote. Nimekuja kutoa hii siri, nimekuja kunyolewa nywele, nimekuwa zile nguvu ambazo nilikuwa nazo zimepotea. Ule uwezo ambao nilikuwa nao umepotea. Alitumia makosa yake aliyoyafanya kutafuta kufanya vizuri zaidi ya vile alivyokuwa amefanya mwanzo. Binti kijana, tumia makosa yako. Usikate tamaa kusema mimi nimeharibu sana, pengine nimefanya vibaya sana, nimetenda dhambi sana, yaani mimi sistahili kwa chochote. Tumia makosa hayo uliyoyafanya yawe ni msingi wa wewe kwenda kufanya vizuri, kwenda kufanya nje na makosa yale ambayo ulikuwa unayafanya. Mimi ni miongoni mwa mtu ambaye niliharibu sana. Natumia yale makosa yangu ambayo nilikuwa nimeharibu nisije kujikuta nimechochora tena kwenye eneo lile nililokuwa naharibu. Natafuta kufanya vizuri tofauti na vile ambavyo nilikuwa naharibu sana. Shujaa mpambanaji Sifa Bonaventure Mbujune, kuna wakati ambao Sifa alikuja akakosea. Alitumia makosa yake aliyokuwa ameyakosea kuwa msingi wa yeye kufanya vizuri mpaka anaondoka duniani. Ni wakati ule ule, hapajapita muda mrefu sana, si miezi mingi sana. Miezi ambayo alikuwa amekosea, speed ambayo alitumia kwenye kuendelea mbele kutokana na yale makosa aliyokuwa ameyafanya. Alitumia spidi kubwa sana ambayo ilikuwa inamboost kutokana na kukosea kwake. Yale makosa alitumia kuwa daraja yeye kwenda kufanya vizuri. Binti kijana, tusijihalalishie kukosea na kuona kwamba mimi nimekosea, mimi ni mdhambi, mimi niko hivi. Yaani tumia makosa yako, nitumie makosa yangu kutafuta kufanya vizuri, kutafuta kufanya namna ambazo siku ya siku zitakuwa hazina majuto. Mwisho wa Samsoni ulikuwa ni mwisho ambao siku ya siku ukisema angalie alipotokea hapa mpaka kuja kufika ule mwisho, hapa katikati kulikuwa kumetokea nini mpaka kuja jikuta yuko mikononi mwa Delila, mpaka kuja kujikuta anakuja kutenda dhambi ambayo hadi yeye mwenyewe anabaki kufikiri kwamba mimi ilikuwaje Samsoni nikafika hapa, ilikuwaje Samsoni mimi nikanyolewa hizi nywele. Hakubaki kujilaumu, hakubaki kulia, hakubaki kuona kwamba mimi sifai. Alitumia makosa yake yale kuwa msingi wa yeye kufanya vizuri. Angalia mwisho wa Samsoni ulikuwa vipi. Binti kijana, tusijikatie tamaa. Amen.